Putin bwana yuko India pale. Na jana bila shaka ametua rasmi na ndege lake lile na kupata mapokezi ya hali ya juu. Ikiwa ni mara ya kwanza sio tangu vita tuseme hivi ya Ukraine ambayo iwe inaendelea na nini lakini kwa kumhesabia nafikiri inakuwa mara ya pili au ya tatu kutoka. Maana alikuwa atoki tangu vita ile na nini. Hata kama unakumbuka hii ya Afrika kwa sababu bwana sisi tutafanya kwa njia ya mtandao tu. Kimhesabia anaenda China kule, kaja Alaska, kutana Korea, mataifa mengi ya Asia. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza hasa. Na sisi kwenye uchambuzi wetu hapa mchungu ulikuwa unahitaja India kwa sehemu nyingine ambayo inakimbiliwa na watu. Lakini mbali na hivyo ulihitaja moja ya taifa ambalo pia lenyewe linaogopwa kwenye masuala ya power. Hatimaye Putin ndani ya India ni kusema kuendeleza kuweka ushawishi zaidi katika kile ambacho kinaendelea kwa wenzetu. Yes, kwanza moja ya marafiki ambao wanamsaidia sasa hivi Putin kwenye vita ni taifa la China na taifa la India. Kwa sababu hawa kumbuka ni soko. Na hawa ni mataifa ambao wamekuwa wakihitaji rasilimali za kimkakati za Urusi ambao ni gesi na mafuta. Kwa hiyo kuna hii vita kutazama ambayo Urusi tunafahamu kwamba anapitia kule vikwazo vikubwa vya kimataifa ambao vimekuwa vikiongozwa na magharibi. Tunaona kabisa kwamba India ndo mataifa na China wamekuwa wakimsaidia kuhakikisha kwamba wanaweza kuinua uchumi wake. Kwa hiyo hii ni ziara ya kwenda katika rafiki wa kimkakati. Kuna marafiki wa kawaida lakini kuna rafiki wa kimkakati. Na kimsingi ni kwamba Trump kwanza amepeleka kodi ya 50% kwa taifa la India. Anajenga hoja kwamba lazima India aache kununua mafuta na gesi ya Urusi. Lakini vile kama atafanya hivyo, India, wanafunzi wa India ambao wanasoma Marekani wataweza kurudisha kutoka nchi ya Marekani. Kwa hiyo ni mkakati kuhakikisha kwamba wanataka kumdhoofisha taifa la Urusi, lakini zaidi sana kupeleka mashinikizo kwa taifa la India. Sasa hebu fikiria. India wana watu takriban bilioni 1.3. China watu bilioni 1.5.6. Kwa pamoja mataifa mawili yanaunda watu bilioni 3 mpaka na nusu duniani. Sawa. Sasa hawa watu kumbuka haya ni mataifa ambayo yana viwanda, mataifa ambayo yanahitaji mafuta, mataifa ambayo yanahitaji rasilimali ya gesi. Kwa sasa hii vita kuna mataifa ambayo yanajaribu kutengeneza muunganiko wa kimkakati. Lakini vile ukitazama diplomasia ya India imekuwa ikibezi kote, ikibezi mashariki na ikibezi magharibi. Lakini kwa Putin jana amesema kwamba kipindi anaondoka akawaambia Ukraine kuna mambo mawili. Aidha ni uchukue ukanda wa Donbas kwa nguvu au Ukraine waweze kuondoa wanajeshi wao. Ametoa kauli yake jana kipindi anaenda zake kule India. Kwa hiyo ziara ukitazama imejengwa kwenye maeneo haya mawili. Maeneo ya kiuchumi ambao ni msingi wa kimkakati katika usalama wa nchi, lakini maeneo ya usalama wa watu. Na hapo tunazungumzia usalama wa kimataifa. India inatamani hii vita iweze kuisha. Kwa sababu unafahamu kwamba hii vita imepelekea usalama wa kimataifa. Na wakati huo kipindi Putin ameenda kwa Modi kwa India, ni wakati huo Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameenda wapi? Kwa Xi Jinping. Yes, kule China. Kwa hiyo ni kwamba hizi ni ziara ambazo sasa hivi dunia nzima kwa watu ambao wanafuatilia geopolitics wanazungumzia masuala ya global insecurity, masuala ya usalama wa kimataifa, kwa sababu mizozo ambayo anashughulikia Trump, mizozo ya kimataifa imekuwa na athari kubwa duniani. Yaani sasa hivi ukivuka nchi 3 kuna mizozo. Ukivuka nchi 2 kuna mizozo. Kwa sasa usalama wa kimataifa umekuwa na ajenda ya kimkakati. Lakini kwa India ni mkakati wa Putin kuhakikisha kwamba anaweza kwenda kwa rafiki yake mkakati kutengeneza ushawishi zaidi. Lakini mimi nashangaa ujue. Unakumbuka niliwahi kukwambia kauli ambayo aliwahi kuitoa Donald Trump kwenda kwa Putin kule. Kwamba haya mambo akiwa yanaendelea atazungumza na nani? Na India. Kuona kwamba inaweka vikwazo kwa kama unakumbuka tukachambua kama kika vikwazo na nini, lakini jamaa anaonekana kama anawahi hivi ili kukata kabisa mzizi wa fitina na kuwekeana vikwazo hivi. Na ndio maana unaona mapema kama sikiliza mambo yasiyo mengi, twende upande wa pili. Umegusia pia kwa Ufaransa. Kwa naangalia ambao na wenyewe wamekutana kule na juzi alikuwa Ujerumani, sio? Sasa hivi Ufaransa. Na nikaona katika ile taarifa nasema kwamba kama
ni mataifa ambayo hayakuwa sawa pia. Wanajaribu kutengeneza uhusiano wao kurejea kule ambako ulikuwa. Tofauti kwa nini? Lakini pia upatanishi huu ambao Ufaransa na wenyewe wanaiangalia sasa. Maana Macron pale ndani, kumbuka, alikuwa anakabiliwa na vitu vingi sana, mashinikizo mengi na nini na vitu kama hivyo. Inaweza kuwa sehemu yake kurudisha uchumi, kwa sababu unakumbuka kilichozungumzwa kuhusiana na Ufaransa na Ujerumani. Tulipita story zao hapa. Mawaziri wao walitoka kusema bwana, huku uchumi kidogo unateteleka. Vikwazo ni vingi pia vya ndani, vile vya kisiasa, wenyewe kwa wenyewe kukosoana na vitu kama hivyo. Inawezekana kawa anachokifanya sasa hivi Macron ni sehemu ya kutengeneza na kuimarisha sasa uchumi wake, kurudisha kule alipokuwa. Yes, kwanza ni ziara siku 3 katika nchi ya China, lakini ni ziara ambayo imekuwa ikiwa na tofauti mkubwa sana wa kisera. Kwa sababu namna ambavyo kwa mfano Xi Jinping anavyoamini juu ya mzozo wa Urusi na Ukraine na Macron na nchi za Ulaya ni tofauti. Kwa Macron, wao wanatamani mzozo uweze kuisha katika kuzingatia maslahi zaidi ya Ukraine dhidi ya Urusi, lakini kwa Xi Jinping ni mkakati kuendelea kwamba namna gani anaendelea kumsupport rafiki yake wa kihistoria ambaye ni Urusi dhidi ya mzozo wa Urusi na Ukraine. Kwa hiyo kuna hiyo mitofauti mikubwa kutazama ya kiitikadi na vipaumbele miongoni mwa mataifa haya makubwa mawili. Lakini kwa namna dunia jinsi ilivyo, hauwezi kujitenganisha na taifa la China. China imekuwa ni kiwanda cha dunia. China imekuwa ikiuza bidhaa nyingi kutazama katika nchi za Ulaya. Kwa hiyo hii ni ziara ambayo imejengwa katika kuangalia namna gani masa ya kiusalama ambao hoja kubwa ni mzozo wa Urusi na Ukraine, lakini namna gani India kwa kwamba Ufaransa inakuwa sehemu ya kimkakati kwenda kushirikiana na taifa la China. Na kwa nini China? China ni soko. China ni soko la kimataifa. China ni soko la ndani. Lakini vile China wana uwezo kufanya purchasing power, yani wana uwezo kununua. Kwa namna gani bidhaa za kwa mfano za China zinaweza kuwa sehemu ya soko la Ufaransa, namna gani ushirikiano wa Ufaransa na China unaweza kuwa sehemu ya msingi. Kwa hiyo naiona kwamba ni ziara ambayo imejengwa katika kuangalia mtazamo mzima wa vita vya Ulaya ambao vinaongozwa kati ya Urusi na Ukraine. Tumeona kwa mfano Ufaransa wao kina Emmanuel Macron, kina Frederic Merz wamesema wazi kabisa kwamba hawakubaliani na mpango ambao unasapotiwa na China na ukitazama hata na Urusi, hata na India na Trump wa kuweza kusalenda maeneo ya Ukraine. Kwa hiyo ni ziara ambayo kitazama ni ziara ambayo inawakutanisha viongozi wakubwa, lakini ina tofauti mkubwa wa vipaumbele, kiuchumi, usalama, hata mahitaji ya wakati usio, kwa sababu namna ambavyo China anamtazama Urusi ni tofauti zaidi ambapo Wafaransa wanavyoitazama Ukraine. Sawa bana, karibu kama ndo kwanza kabisa unaungana nasi. Hii ni Super Breakfast East Africa Radio. Godfrey Mchungu, John Lupokela. Lakini pia utakuja kumsikia rafiki yangu hapa mjomba Exaudi Mtei, Exaudi Msaka habari na Kisa Daniel. Lakini pia tunakwenda nawe mpaka 3 kamili asubuhi. Nimeona message nyingi sana, tutarejea kuzisoma na tutakuja hapa na taarifa za hapa nyumbani kwetu Tanzania. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Wewe bado haujui michongo ya leo inaletwa na dalali wa michongo.